Waumini wa Kiislamu hasa wanaotoka katika familia zisizojiweza wamefanikiwa kupewa nyama kupitia kwa mpango mkubwa wa usambazaji wa nyama ulioandaliwa na Said Abdallah Foundation. Mpango huo ulihusisha kuchinjwa kwa ng'ombe 100, wakati ambao wanunuzi wengi walieleza wasiwasi wao kuhusu ongezeko kubwa la bei ya mifugo ikilinganishwa na mwaka uliopita. Ustadh Juma Ali Mohamed alisema gharama ya kununua wanyama imekuwa changamoto kubwa kwa familia nyingi. Nyama watakazochinja wagawanywa kwa mafungu matatu: fungu la nyumbani, fungu la kwa maskini wasiojiweza wahitaji, na fungu kwa majirani. Na vile vile tutumie fursa hii ya sikukuu kuliombea taifa letu, kuliombea amani, kuliombea upendo, kuliombea ushikamano, kuliombea utangamano, ili Mwenyezi Mungu azidi kutubariki kama Wakenya. Vile vile ni kuwaasa wanasiasa katika matumizi mazima ya ndimi zao, watumie maneno ya busara, maneno ya hekima, maneno ambayo kwamba hayatoleta chuki miongoni mwa Wakenya, maneno ambayo kwamba hayatoleta uhasama miongoni mwa Wakenya, maneno ambayo kwamba hayatoleta vurugu miongoni mwa Wakenya. Kenya ilikwepo, Kenya ipo na Kenya itakwepo. Ni jukumu la viongozi na kila Mkenya kushikamana na kuona kwamba tunahubiri amani na upendo na ushikamano. Vijana, msitumiwe vibaya na viongozi katika wakati huu ambapo tuelekea katika siasa. Tusiitie nchi katika janga kubwa. Na nyinyi viongozi ndio mnaosababisha matatizo, kwa sababu mna watu mnawafadhili ili waingie mahali wafanye fujo. Matokeo yake wale watoto wanapoteza roho zao na mali za watu zinapotea. Halafu na nyinyi mnakaa katika uongozi mkifurahika na familia zenu. Ni kauli za chuki, kauli za kuchocheana, kauli za ukabila, kauli ambazo kwamba zinaweza kuleta fitna. Na wasihi, na mimi najikumbusha mwenyewe roho yangu na nafsi yangu nisiweze kuteleza, na nashukuru Mwenyezi Mungu, lakini nawasihi na wengine tusitelezeni katika kauli ambazo kwamba zinaweza kutugawanya. Kauli moja inaweza kuchukuliwa ni jambo dogo, lakini likiweza kuongezwa na la mwingine tunaweza kuleta taharuki katika Kenya. We can cause a lot of friction unnecessarily because of utterances from leaders.